Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi utanicheck kwa namba ambazo zinaonekana hapo juu, lakini pia nimeandaa grupu la WhatsApp la pamoja kwenye description, then utaweza kujoin kwa ajili ya motivation. Pia ninapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la JTDFX, hususan kwa Facebook pamoja na Twitter X, na pia kama utahitaji mafunzo unaweza ukanicheck kwa namba zangu hizi nikakufundisha private, utalipia gharama bando tu. Leo nimeandaa video ambayo inahusu time frame ya kuweza kuchambua soko na kuweza kuingia sokoni. Always chambua soko kwenye time frame kubwa, alafu nenda ka trade kwenye time frame ndogo, lakini hapa nimekuletea chart ambayo inaonyesha standard time ya kuweza kuchambua soko na standard time ya kuweza kuingia sokoni. Kwa hiyo always unapokuwa unachambua soko, labda upo kwenye 4 hour time frame, usi press button ya kuweza kubuy au kusell kwenye ile time frame. Pale unachambua soko ili kuweza kuongeza accuracy na kuweza kucapture big move. Unarudi kwenye time frame ndogo, itakuwezesha kuweza kupata angalau candlestick 3 hata kama soko alitaenda katika ile direction yako. Kwa hiyo hii ndio advantage ya kuweza kufanya analysis katika time frame na kurudi kwenye lower time frame. Pia inakusaidia kuweza kupunguza stop loss. Stop loss haitakuwa kubwa, stop loss itakuwa ndogo, tofauti na unavyokuwa upo kwenye high time frame umechambua soko afu na press button ya kubuy au kusell hapa unakuta stop loss kubwa. Sasa hili ndilo jedwali ambalo unatakiwa uwe nalo kichwani au uwe nalo kwenye noti zako. Hapa kuna analysis pamoja na entry. Analysis ndiyo time frame ambayo tunaichambua, alafu entry sehemu ambapo tunaenda kuingilia, sehemu ambapo tunaenda kubonyeza button ya kubuy au kuseli. Sasa kama utachambua soko kwenye time frame ya month, time frame ya mwezi, ukichambua soko kwenye time frame ya mwezi, maybe labda umechora demand and supply kwenye mwezi, utarudi kwenye time frame ya daily. Ukirudi kwenye time frame ya daily, pale kwenye time frame ya daily ndiko ambapo utakapoweza kuplace order yako ya kubuy au kuseli. Pia kama umechambua soko kwenye time frame ya wiki, ina maana umechambua soko kwenye time frame ya wiki, ukichambua soko kwenye time frame ya wiki, utarudi kwenye time frame ya 4 hour. Kwa hiyo ukichambua kwenye wiki utarudi kwenye time frame ya 4 hour kuweza kuplace order ya kubuy au kuseli. Vile vile kama utachambua soko kwenye time frame ya daily, na maana ukichambua soko kwenye time frame ya daily utarudi kwenye time frame ya 1 hour kuweza kuplace order ya kubuy au kusell. Kwa kama utachambua soko kwenye daily, usiplace order kwenye daily, rudi kwenye 1 hour. Na kama utachambua soko kwenye 4 hour, utarudi kwenye 15 min, dakika 15 kuweza kuplace order ya kuweza kubuy au kusell. Usichambue soko kwenye time frame ya 4 hour na uka place order kwenye time frame hiyo ya 4 hour. No. Pia ukichambua soko kwenye time frame ya 1 hour, saa moja, utarudi kwenye time frame ya 5 min, dakika 5, ndiko utakapoweza kuplace order ya kubuy au kusell. Pia ukichambua soko kwa time frame dakika 15, utarudi kwenye dakika 1 kuweza kuplace order kuweza kubuy au kuseli. Kwa hiyo tunachambua soko kwenye high time frame alafu tunarudi kwenye low time frame kwa kuweza kuzingatia hizi standard ambazo zipo kwenye hii chart ambayo inaonekana hapo. Kwa hiyo ukija kwenye grupu letu la pamoja kwa ajili ya motivation, hii chart mara nyingi napenda kuipost, unaweza ukaipata, utaangalia linki kwenye description. Okay. Sasa hapa nataka niweze kukuonyesha kama umechambua soko kwenye time frame fulani, inatakiwa
uende uka place entry kwenye time frame nyingine, kama nilivyoweza kukuonyesha katika utangulizi wa jedwali hapo mwanzo. Ina maana kama umechambua soko kwenye time frame ya mwezi, month, kwa kama umechambua soko kwenye time frame ya month, ukichambua soko kwenye time frame ya month, utaenda kuweza kuplace trade kwenye metadata 5 au metadata 4 kwenye time frame ya 1 day. Kwa kama umechambua kwenye hii month, utaenda kuplace trade kwenye time frame ya 1 day. Kwa hiyo kwa mfano labda tuangalie hapa mfano hii time frame ya month. Hapa labda ukaweza ku identify hii ni area, maybe kwenye hii month umeweza ku identify hii ni area ya support. Kwa hiyo kama umeweza ku identify hii ni area ya support, kwa hiyo hapa kama umeweza ku identify kuwa hii ni area of support, hapa kinachofuata, kama umeweza ku identify kuwa hii ni area of support, kinachofuata hapa inatakiwa uweze kwenda kutrade kwenye time frame ya 1 day. Kwa umeshaweza ku identify hii ni support, alafu kuplace trade utaenda kuplace kwenye time frame ya 1 day. Utaenda kuweza kuplace kwenye time frame 1 day. Kwa hiyo ukifika hapa kwenye 1 day utasubiri soko mpaka lije iguse hii support ambayo uliweza ku identify kule. Kwa hapo ndipo utakapoweza kuplace order yako. Hapa ndipo utakapoweza kuplace order yako ya kuweza kubuy. Kwa hapa ndipo utakapoweza kuplace order ya kubuy. Alafu na kama hii ni kesi ya month, mwezi, na maana kama utachambua soko kwenye month, mwezi, utaenda kuplace trade kwenye 1 day. Alafu kama utachambua soko kwenye wiki, kwa kama utaweza kuchambua soko kwenye wiki, kwa kama utaweza kuchambua soko kwenye time frame ya wiki, ukichambua soko kwenye time frame ya wiki, kwa mfano kama hapa maybe labda nataka niweze kuchora hii ambayo inaitwa ni nataka nichore hii ambayo inaitwa demand zone. Ina maana kama nikiweza kuchora demand zone kwenye hii time frame ya wiki, nikichora demand zone kwenye hii time frame ya wiki, nitaenda kuweza kuplace trade kwenye time frame ya 4 hour. Ukichambua kwenye wiki, utaenda kuplace trade kwenye time frame ya 4 hour. Kwa hiyo hapa nitarudi kwenye time frame ya 4 hour. Nitakuja kwenye hii time frame ya 4 hour. Kwa hiyo nikija hapa kwenye hii time frame ya 4 hour, utaona kama hivi kwenye hii time frame ya 4 hour. Kwa kuja kwenye hii time frame ya 4 hour hapa, ndipo ambapo utakapoweza kuplace order ya kuweza, hapa utaweza kuplace order ya kubuy. Kwa hiyo ukichambua kwenye time frame ya wiki, utarudi kwenye time frame ya 4 hour na kuweza kuplace order kuweza kubuy. Kwa hiyo hapa kwenye hii time frame ya 4 hour ndipo ambapo tutaplace order kuweza kubuy. Kwa hiyo hapa ndipo tutaweza kuplace order ya kubuy. Ukichambua kwenye wiki, utarudi kwenye time frame ya 4 hour, ndipo utakapoweza kuplace order ya kubuy au kuseli. Alafu vile kama utachambua soko kwenye time frame ya 1 day, kwa kama ukiweza kuchambua soko kwenye time frame ya 1 day,
Kwa hiyo kama utachambua soko kwenye time frame ya 1 day, kama utachambua soko kwenye hii time frame ya 1 day, ukichambua soko kwenye hii time frame ya 1 day, tutaenda kuplace trade kwenye time frame ya 1 hour. Maybe hapa kwenye hii time frame ya 1 day hapa labda umeweza hapa kuweza kuidentify hii supply zone. Umeweza kuidentify hii supply zone kwenye hii time frame ya 1 day. Uki-identify hii supply zone kwenye hii time frame ya 1 day, utarudi kwenye time frame ya 1 hour. Kwa hiyo utakuja huku kwenye time frame ya 1 hour. Utakuja kwenye hii time frame ya 1 hour. Kwa hiyo ukija kwenye hii time frame ya 1 hour, hapa kwenye 1 hour ndipo itakapokuwa sehemu nzuri ya wewe kuweza kuplace order, kuweza kusell. Kwa hiyo utasubiri mpaka soko liweze kufika kwenye hii time frame ya 1 hour. Utasubiri mpaka soko lifike kwenye time frame 1 hour, ndipo utakapoweza kuplace order ya kuweza kuseli. Okay, alafu pia tuendelee. Kama utachambua soko kwenye time frame ya 4 hour kama jedwali la chart linavyotueleza, kama utachambua soko kwenye time frame ya 4 hour, kwa hiyo ukichambua soko kwenye hii time frame ya 4 hour, kama utachambua soko kwenye time frame ya 4 hour, ukichambua soko kwenye time frame ya 4 hour, maybe hapa uweze kuidentify hii supply zone hapa. Ina maana hii supply zone umeweza kuidentify kwenye hii time frame ya 4 hour. Kwa hiyo kwenye hii time frame ya 4 hour umeshaweza kuidentify hapa pana supply zone. Kwa hiyo utarudi kwenye time frame ya dakika 15. Kwa hiyo ukichambua kwenye 4 hour utarudi kwenye dakika 15. Hapa ndipo ambapo utapoweza kuplace order yako kuweza kusell. Ina maana utasubiri mpaka soko lije liguse hii supply zone hapa. Kwa hiyo utasubiri soko lije liingie hapa. Kwa hiyo utasubiri soko lije liguse kwenye hii supply zone, then hapa ndipo utakapoweza kuplace order ya kuweza kusell. Alafu pia kitu kingine, kama ukiweza kuchambua soko kwenye time frame ya 1 hour, ukichambua soko kwenye hii time frame ya 1 hour, utarudi. Kwa mfano ukichambua soko kwenye hii time frame ya 1 hour, ukichambua soko kwenye hii time frame ya 1 hour, kwenda kutrade au kuplace order kubuy au kusell, utaenda kutrade kwenye hii time frame ya dakika 5.
Kwa hiyo ukichambua soko kwenye 1 hour utaenda kutrade, kuplace order ya kuweza kutrade kwenye hii time frame ya dakika 5. Pia ukichambua soko kwenye dakika 15, dakika 15, kama utachambua soko kwenye dakika 15 utaenda kutrade kwenye dakika 1. Maybe ukichambua hapa kwenye dakika maybe umechora hii demand kwenye hii dakika 15, ukichambua soko hapa utaenda kwenda kutrade kwenye dakika 1. Ukichambua dakika 15 utaenda kutrade kwenye dakika 10. Kwa hiyo kitu cha muhimu cha kusisitiza, kama unachambua soko kwenye masaa 4 usitrade hapa au 1 day au 1 hour. Kwa hiyo unaenda kutrade kwenye time frame kama ilivyoweza kuelekezwa hapo. Okay, thank you.